نشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت. حسبك. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. تكبير. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حسن. وما أدراك ما يوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين. حسن. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Kabla sijasema lolote, nimlaumu Sheikh Saidi kwa upendeleo uliofanya. Wanafunzi wa tahfidhi wamesindikizwa na skauti, ila mimi sijasindikizwa. Kwa hiyo nishuke pale skauti wanipeleke, au ratiba yako ni kwa wanafunzi wa tahfidhi peke yako? Nimeniambia mwakani nitasindikizwa. Mwaka huu imekula kwangu. Walillahi alhamdu, jambo zuri. Tumekusanyika kwa ajili ya kuwasikiliza vijana wetu waliohifadhi kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pongezi kubwa kwanza kwa walimu ambao kwa hakika wanafanya kazi kubwa sana kuwalea vijana, tena katika mazingira magumu. Kwa wakati wetu tuliokuwa nao, wazazi wameipa kipaumbele mno elimu ya dunia au elimu ya shule. Sisemi ni ubaya, ila tumeipa kipaumbele sana kiasi ambacho hatuwezi kusema lolote huko. Zinapangwa ratiba za ajabu, ratiba ambazo kwa hakika zinawanyima muda hawa walimu kukaa na vijana wetu kuwapa elimu ya kumtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kwa mazingira hayo magumu, walimu tunapambana kuhakikisha mwanafunzi anahifadhi kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwanafunzi anahifadhi hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kiufupi, mwanafunzi anaifahamu dini yake kwa muda mchache ambao mwalimu anakaa na mwanafunzi. Uwezekano wa walimu wa madrasa kuwapata wanafunzi katika muda mwingi upo, ikiwa wazazi tutaungana na viongozi wetu kulisemea hili. Leo imekuwa tatizo mwanafunzi wa madrasa kupatikana katika wiki moja, siku moja madrasani. Manake sasa imekuwa mpaka Jumamosi
siku ambazo tulikuwa tukiziangalia kuwapata wanafunzi ilikuwa ni Jumamosi na Jumapili. Hivi sasa ile Jumamosi tumepokonywa, wanafunzi pia wanakwenda shule na wengine wanarudi jioni hiyo Jumamosi. Sikwambii kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Kwa hiyo mwanafunzi kuja kumtambua ama kumsoma Mola Subhanahu wa Ta'ala, mwanafunzi kuja kukisoma kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ameachiwa siku moja ya Jumapili. Siku hiyo nayo huko nyumbani huko kuna kazi. Mwanafunzi atatakiwa afue nguo zake za shule kwa sababu Jumatatu anatakiwa aende skuli. Lakini hata mzazi naye anataka siku hiyo asaidiwe kazi za kuosha vyombo na watoto wa kike. Lakini siku hiyo hiyo kuna baadhi ya wazazi ndio wameifanya siku ya kwenda kuwatembelea ndugu. Manake tunaiita siku ya weekend. Kuna mapumziko kwa sababu mzazi haendi kazini, anaamua kuichukua familia yake kwenda kuwatembelea jamaa wengine mjini ama sehemu nyingine. Pia manake hiyo siku ya Jumapili kuna baadhi ya watoto hawahudhurii madrasani. Tusipoliangalia hili, baada ya miaka kadhaa hatutopata mtoto aliyehifadhi hata nusu juzu. Kama si jitihada za walimu wetu wakatumia mazingira mbadala ya kuwaeka wanafunzi pengine baada ya swala ya magharibi madrasani, ratiba ambayo haikuwepo. Wao walikuwa wakipambana kuanzia asubuhi, mchana, ikifika magharibi wanafunzi wanaruhusiwa kwenda nyumbani. Lakini kutokana na mazingira hayo magumu, waalimu wa madrasa wamelazimika kuweka vipindi baada ya swala ya magharibi pengine mpaka Isha, ili ampate mwanafunzi kuweza kumfundisha dini yake. Maanake katika maeneo ambayo mazingira hayaruhusu, labda bado miji haijapanuka, mwanafunzi hawezi kuwachukua wanafunzi akakaa nao baada ya magharibi. Baada ya miaka kadhaa mazingira hayo hutompata mwanafunzi anayejua kusoma Qur'ani kwa fasaha, kwa sababu hakumpata ama hakupata muda wa kukaa na mwalimu. Na hilo linathibiti kila mwaka kuporomoka kwa baadhi ya wanafunzi waliohifadhi Qur'ani baada ya kwenda juu, kushuka ule umahiri wao katika kukisoma kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shida sio walimu, shida ni wanafunzi kukosa muda wa kutosha kutwalii Qur'ani, kukosa muda wa kutosha kufanyiwa mazoezi na walimu zao. Niwaombe wazazi watukufu tuliohudhuria hapa, naamini tunao wakubwa hapa ambao wao wanaweza kusema wakubwa wenzao wakawasikia huko juu, wajaribu kuliangalia suala la wanafunzi kubanika mashuleni kiasi ambacho kukosa kusoma dini yao. Tusipokuwa makini, kuna mtihani hili janga la mporomoko wa maadili ama mmomonyoko wa maadili kuzidi kwenda mbele. Mwanafunzi akikosa kusoma madrasa ama mtoto wako akikosa kusoma madrasa, wewe hesabia umepata hasara. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anazungumza na wazazi na walezi, anasema adibu auladakum ala thalathi fisali. Mzazi, baba, mama, wewe unaelea, wafundisheni watoto wenu mambo matatu. Ondoka nayo haya, hakikisha mwanao anayapata. Jambo la kwanza, hubbi nabiyikum. Hakikisha mtoto wako anampenda Bwana Mtume Muhammad. Na hakuna mahala mtoto anapofundishwa kumpenda mtume isipokuwa ni madrasani. Ndipo atamsoma mtume ni nani, babake ni nani, mamake ni nani, mtume kazaliwa wapi, mtume kafia wapi, mtume kaishi vipi. Hapo atampenda Bwana Mtume Muhammad. La kwanza. Jambo la pili, wa hubbi ahla baiti, na kuwapenda watu wa nyumbani kwa Bwana Mtume Muhammad. Atawajuaje watu wa nyumbani kwa mtume? Maana yake atawajuaje wake zake mtume? Atawajuaje watoto wa mtume? Atawajuaje maswahaba wa Bwana Mtume Muhammad?
elimu hiyo haipatikani shule. Elimu hiyo anaitoa Sheikh Saidi na Sheikh Umari na mashekhi wengine ambao tunao hapa na ambao hawapo. Jambo la mwisho ambalo Bwana Mtume Muhammad amewataka wazazi wawafundishe watoto wao, wa qiraatil Qur'an, na kuisoma Qur'ani ambayo watoto wetu wamesoma hapa. Haya mambo matatu ni mambo muhimu na ya lazima kwa mzazi kuhakikisha mtoto wake anayafahamu. Mtume anasema fa inna hamalatal Qur'an, kwani hakika yule mwenye kuibeba Qur'ani, sio kubeba msahafu, kuibeba Qur'ani maana yake aliyehifadhi Qur'ani halafu akaifanyia kazi ile Qur'ani, siku ya kiyama atakuwa pamoja na mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na wale marafiki wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Watu wa Qur'ani ni watu wa Allah. Mtume anasema ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuhu, watu wa Qur'ani ni watu wa Mungu. Wewe hutaki mtoto wako awe mtu wa Mungu? So lote tutajisikia fahari sote hapa ukisikia wewe ni mtu wa Mama Samia. Yani huyu bwana ni mtu wa Mama Samia wa karibu. Watu watakuangalia kwa mbali, mtu wa Mama Samia huyu inakuwaje? Hapa mimi siongei ovyo ovyo hapa, naweza nikaenda jela. Mtu wa mama huyu. Sasa Mtume anasema ili uwe mtu wa Mungu, kuwa mtu wa Qur'ani. Ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuhu. Hawa watoto wetu tuwalee wawe watu wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuifahamu Qur'ani. Lakini la mwisho, wazazi tuwashike walimu zetu ili waweze kufanya jambo hili kwa ufanisi na kwa uhodari wa hali ya juu. Lazima tuwaangalie walimu zetu kwa ukaribu. Katika kuangalia walimu zetu ni kuwalipa, sio tuwape posho, tuwalipe. Walimu wa madrasa wanatakiwa walipwe ili watulizane, wafanye kazi ya kuwalea vijana. Leo walimu wa madrasa hawalipwi. Mwalimu akipata 100,000 kwa mwezi inaonekana nyingi. Watu watakaa vikao kujadili kwa nini analipwa 100,000. 100,000 inamtosha nini? Wanatakiwa walimu tuwalipe hasa. Si shida mwalimu wa madrasa tukampa milioni, tukampa 600,000, 700,000, si jambo baya hilo. Ukimlipa Sheikh Saidi na walimu wengine wanaofundisha Qur'ani, wewe hukosi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, unapata. Kwa hiyo wito wangu, wasia wangu kwa wazazi, tuwafundishe watoto wetu Qur'ani, tuwapeleke watoto wetu madrasa ili wapate maadili mazuri. Leo katika mji wetu huu kuna vijana wa Kiislamu hawafungi wengi sana kwa sababu wamekosa maadili na malezi. Jana ilikuwa nimekaa na mtu namalizia, tunajadili namna gani vijana walivyokuwa wamekosa maadili wa Kiislamu na hawafungi, wanakula mchana wa Ramadhani katika mji wetu wa Magogoni. Ikawa tunazungumza hilo jambo, wallahi hazikupita dakika 5 akapita mtoto ambaye tunamfahamu, mtoto ambaye wazazi wake wanaswali, anavuta sigara mchana wa Ramadhani. Tena anapita wasiwasiana na bomba lake mdomoni, aperusha moshi barabarani wala hajajificha. Ukimchunguza yule mtoto hakupitia katika malezi haya. Bila shaka mtoto akikaa mbele ya Sheikh Said, mbele ya Sheikh Omar na walimu wengine akafundishwa Allah ni nani, manake hiyo ni kukosa hofu ya Allah. Allah ni nani? Adhabu za Allah zikoje? Atakayekwenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa kafanya makosa haya na haya na haya ataadhibiwa hivi, huo moto wa Mungu ukoje? Si moto huu wa kiduniani ambao wazazi wanapikia futari. Hili ni jivu tu. Moto ambao wakudu hannasu walhijara, kuni zake si miti, ni watu na mawe, ndio kuni za moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Moto wa duniani unaoivisha futari, kuni zake ni zile tu, watu wakakate magogo, wachome mkaa, ndio watu wapate kupikia. Lakini moto wa Mungu hauwaki kwa kuni hizi. Ili uwake watumbukizwe watu, na atakayetumbukizwa humo ni yule ambaye hapa duniani alimkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ili tupunguze makosa ya kumkosea Mwenyezi Mungu, lazima watu wamjue Allah subhanahu wa ta'ala, wamjue Bwana Mtume Muhammad. Tutamjuaje Allah? Tutamjuaje Mtume?
Madrasani ndipo anapofahamishwa Allah subhanahu wa ta'ala, anapofahamishwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Dakika 5 nimepewa na walillahi alhamdu, nimechunga muda, nimetumia dakika 3:30. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum. Let us be mindful of our prayers, our kindness, and our relationship with Allah. No matter what difficulties we face, Islam provides the guidance and strength we need. And to the younger generation that's sitting around here, never forget the beauty of your faith and the importance of staying close to Allah. May Allah keep us firm in our faith, guide us and protect us all. Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amril Quran, majabu ndani ya Quran. Nazala Jibril bil Quran, Jibril afdalul malaika. Jibril ameteremka na Quran, na yeye akawa malaika bora kuliko wote kwa sababu ya Quran. Nazala al-Qur'ana ala Muhammad waswara Sayyidil Alki, imeteremshwa Qur'an kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na yeye akawa mtume bora kuliko wote sababu ya Qur'an. Jaa al-Qur'ana ala ummati Muhammad fa asbahat khairu ummat, imekuja Qur'ani katika ummati huu na ukawa bora kuliko umma zote kwa sababu ya Qur'an. Nazala al-Qur'ana fi shahri Ramadana fa asbaha khairu shuhur, imeteremshwa Qur'an katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na ukawa mwezi bora kuliko wote kwa sababu ya Qur'an. Nazala al-Qur'ana fi lailatul qadr fa asbaha khairun min alf shahr, imeteremshwa Qur'an usiku wa lailatul qadr na ukawa usiku bora kuliko miezi 1000 kwa sababu ya Qur'an. Inshallah, mwanafunzi Ahmed Suleiman, naomba unisomee sura Quraish. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraish ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Takbir. Inshallah, mwanafunzi Abu Bakar Rashid, naomba nisomee suratul Fil. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al qaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Inshallah, huyu mwanafunzi wa Bakari. Mwanafunzi Habiba Nasor, akuomba usomee suratul Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati
ربها فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لقنوط وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بُعْثِرَ ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Takbir. Mashallah vijana, kweli haya ni maajabu ya Qur'ani. Inshallah wanafunzi wanapata kwa sasa, na muomba Lujaina Salo anisomee au atusomee suratu Takathur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Mashallah, jazakumullahu khaira. Mwanafunzi Aira Amasha, naomba usomee surat Humaza. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Na sisi tukisoma Qur'ani tutakuwa watu bora. Mashallah, jamani, tukisoma Qur'ani tutakuwa watu bora. Kwani Qur'ani ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون.
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. صدق الله العظيم. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Ustadhi Said Muhammad ambaye ni mudhiru mkuu, mwalimu mkuu wa Madrasatu Munawwara hapa Geti Jeusi Kigamboni. Na furaha kubwa kuweza kuyakamilisha mashindano haya ya Qur'ani ya 5 ya madrasa yetu ambayo yamefanyika hapa siku ya leo tarehe 23 mwezi wa 3 sawa na Ramadhani ya 22 Geti Jeusi. Mashindano haya kwa kweli yamenifariji kwa sababu imepata mwitikio mkubwa, watu mbalimbali wamefika, wageni mbalimbali wa kidini na serikali wameweza kufika katika mashindano haya, lakini na hadhara ilikuwa kubwa kuweza kuwashuhudia mashindano haya. Kwa kweli Qur'ani ina faida, ina nuru, watoto wamejishindia zawadi mbalimbali. Natoa wito kwa Waislamu wote ulimwenguni na Tanzania kwa ujumla waweze kuisupport Qur'ani na pia watuunge mkono, kwa sababu mambo haya yanahitaji juhudi ya kushirikiana kwa watu mbalimbali. Tunaomba wadau mbalimbali, wadhamini mbalimbali waweze kujitokeza kutuunga mkono katika mashindano haya kwa ajili ya mwakani inshallah, ili yaweze kuwa makubwa zaidi. Malengo yetu ni kuyadumisha haya mashindano kuanzia kata, wilaya hadi kufika yakawa mashindano makubwa ya kujulikana kitaifa na dunia nzima inshallah. Asanteni, Allah walipe kila la kheri inshallah. Na sasa hivi ni mara ya 5 haya mashindano tunayaandaa hapa katika Masjid Munawwara Geti Jeusi, na nia yetu ni mwendelezo wa miaka kadhaa na kadhaa ili yaweze kudumu. Kwa mara hii ni mara ya 5, na basi insha Allah watu support na watuunge mkono tuendelee kuendeleza mashindano haya, na tusiogope changamoto ndogo ndogo zinazotokea. Zote kwa uwezo wa Allah atawasimamia, na wote wanaojitolea basi Allah atawazidishia riziki na kipato inshallah. Tofauti kubwa ipo ya miaka iliyopita kwa sababu mwaka huu kwanza media ni nyingi sana. Hapa tuna Mahasin TV, Akis TV, tuna Jamila TV na mambo mengi alhamdulillah, ambao kwa utofauti ni mkubwa, lakini vile vile hadhara na wageni mara hii ni wengi sana. Ukumbi wote takriban umejaa, hakuna hata nafasi, wengine hadi wamekaa chini. Kwa inshallah ni mafanikio makubwa au ni mabadiliko makubwa kila mwaka tunayapata mashindano haya. Lakini pia katika zawadi, mara hii zawadi zimetoka za baskeli, lakini miaka mingine hakukuwa na zawadi kubwa kama hizo. Kwa tunatarajia na miaka mingine itakuwa ni zaidi ya zawadi hizo inshallah. Asante.